pili kwa Mama Sekabogo, tuko 6 kwa huyu mama. Lakini kwa baba yetu tunaweza kufika 40 na kitu kama tukikusanyika vizuri. Na Mungu amenibariki, nina mke anaitwa Stella, tuko wote unaweza Amina sana. Mungu ametubariki watoto 4, lakini tumekuja naye mmoja leo, wengine wanajiandaa kesho kuna mitihani na hivi. Lakini tuna mtoto wa kwanza yuko kidato cha 4 na mtoto wa pili ambaye ndio huyu yuko darasa la 7. Yuko mwingine wa 3 yuko darasa la 2 na yuko mdogo kabisa, yeye anajiandaa kuingia mwakani darasa la kwanza au chekechea niseme hivyo. Lakini pia Mungu kaniita nachunga kanisa la Vineyard Mkwawa, na kwa hiyo nina kofia hizo karibu 4. Ya 5 ninafanya kazi kwenye shirika la Arabs, ni shirika ambalo linajishughulisha na kuwasaidia vijana waliokata tamaa, kuwapa fursa ya kuona kwamba wanaweza kufikia ndoto zao tena. Kwa hiyo ninafurahi kuwepo na ninyi. Sio mara yangu ya kwanza, mara nyingi wahitimu wengi wakihitimu huwa tunakuwa na fursa kama hii, kwa sababu mama yetu anapenda wageni. Katika vitu alivyonifundisha, yeye ni mlezi wangu, ni mzazi kimwili lakini na amenizaa pia kiroho. Nakumbuka nilipata changamoto sana kwa baba yetu hajaokoka. Alinicheka sana baba wakati napenda kufuatilia mambo ya mama. Akasema wewe mwanamke kabisa unafuatilia mambo ya kike. Sasa mwanaume ukiambiwa hivyo alafu mhehe kidogo lilikuwa linagusa, lakini nilichopenda kwa Mungu wa mama, niliona anafanya kazi ambazo ni tofauti na Mungu aliyokuwa anamtegemea baba. So wakati mama anaingia kwenye maombi, niligundua baba anapata wakati mgumu, anakuwa mkali, yani vitu vyake kama vinaharibika. Kwa hiyo nikahisi Mungu wa baba ni mdhaifu. Nikapenda kujifunza zaidi kuhusu Mungu wa mama, na imenipelekea sijaishia tu hapo, mpaka leo nakuta nachunga kanisa. Kwa hiyo amenizaa kimwili na kiroho. Amina. Ulivyosema nimelisi mwanya, nadhani hata huduma nimelisi, amechunga makanisa, amefungua makanisa na hivi. Sasa ana moyo huo tu, na huwa hapendi akaacha watu hivi. Kwa hiyo hapa tunajifunza kitu kwamba unaweza kaita watu wengine mkawa na fursa ya kufurahi bila kujali kwamba ni ndugu zako wa damu. Sina muda mrefu, ningependa tu challengeane kidogo. Mimi huwa napenda kukaa mahali ambapo kuna challenge. Challenge ni mfumo wa kuhoji kwenye principle, kwenye kanuni. Ukitaka kuja kukumbukwa ukifa, unatakiwa challenge kanuni. Yaani mfumo wa maisha uliozoeleka uje na wazo tofauti. Kwa mfano, kuna mtu aliyegundua kanuni ya kurusha ndege, alikuta kuna watu wanaamini kwamba vitu huwa vinashuka ambayo Mungu ametupa. Kabla hatujamuomba Mungu, kabla hatujafanya chochote, kuna mambo makubwa tunayoweza kuyafanya endapo tutatumia vizuri fahamu zetu. Fahamu zetu huwa unaamua wewe kusema sasa basi, lakini una uwezo wa kufikiri zaidi. Huwa haikatiki, ni kama rubber band. Rubber band kadri unavyoweka noti inazidi tu kukupa mwanya wa kuziweka. Kwa hiyo hapa duniani unaamua mwenyewe kwamba nimeshajifunza, nimeelewa, lakini ukiendelea kujifunza haina mwisho. Kwa hiyo kwa watu wanaohitimu, nadhani ni fursa. Wale tuliokuwepo mwaka jana, nilikuwa nimesema nakaa na wahitimu wengi mara nyingi sana, kutokana na mfumo wa elimu ya nchi yetu huwa unawaunda wanakuwa tegemezi. Kwa hiyo wanakuwa wamekufa kabisa fikra za upande wa pili. Kwa hiyo nikasema huwa nawauliza maswali ya kwa nini mnasoma, wananiambia tunasoma ili tuwe na elimu nzuri. Elimu nzuri ni ikoje? Hawatoi majibu sana kwamba elimu nzuri inakuwa ikoje, lakini wanasema niwe na elimu nzuri. Ukiwa na elimu nzuri nitapata kazi nzuri. Alafu nasema kazi nzuri ni ipi bwana? Majibu sio hayako wazi sana, kazi nzuri ni ipi, lakini yeye anataka apate kazi nzuri. Alafu nauliza kwa nini upate kazi nzuri? Anasema nitapata mshahara nzuri. Alafu naambia mshahara mzuri ukoje, shilingi ngapi? Hana majibu. Kama ni milioni 100 au milioni ngapi, anasema tu mshahara nzuri. Niambie labda mimi naweza kwanza kulipa, majibu hana. Kwa hiyo unagundua kwamba jamii yetu, kizazi chetu kinatengenezwa kufukuza upepo. Asipokuwepo mtu anayeshimo hilo.
Nilisema wakoloni wazungu walipokuja walituondolea maneno matatu. Walituondolea neno why, wakatuondolea, yaani waliondoa neno kwa nini, jinsi gani, na neno kwa hiyo. Ukitaka mbongo umuwezi, mwambie hicho ulichosema utatimilizaje? Utaona dishi limesha kwa sababu hajazoelea kuelezea kwamba bana mimi nitakuwa na nyumba kubwa na gari sijui nene safi kabisa. Ni jinsi gani naenda kuwa na gari? Yaani kesha badilika utafikiri sio yule aliyokuwa anaongea. Kwa sababu hatujazoelea kutumia hizo kanuni. Sasa tunapookoka Yesu huwa anazirudisha hizo. Lazima tuwe na sense of yaani tuwe na uwezo wa kutumia akili zetu vizuri. Sasa nitaanza na hadithi. Hadithi si ni hadithi. Wengine wenu hapa walimu kwenye walimu unatakiwa uwe na mifano na maelezo mazuri. Asante sana. Sasa nitasimulia hii hadithi lakini nina maana yake. Wakati fulani sungura na kamnyama fulani kanaitwa kanyamunungu. Kwa wale watanielewa. Hapo kamnyama kana manyoya fulani, kana mkia wake hivi mrefu. Lakini hao waliamua kusafiri kwenda mahali. Walipokuwa wameenda wakafika mahali giza likaingia. Kwa hiyo ikabidi kila mtu kila mnyama aenda akatafute sehemu ya kupumzika. Kwa hiyo sungura kaenda akatafuta mahali na kinyamunungu naye kaenda akatafuta. Kwa hiyo wakati wameenda kupumzika hazikupita hata dakika 3 kinyamunungu kakatoka kanaenda kwa sungura kanamwambia bwana mwenzio nilipotafuta panatoa harufu. Sungura kaambia katafute sehemu nyingine. Kinyamunungu kaenda kakatafuta shimo lingine. Hakakukaa hata dakika 2 kakarudi anasema bwana hili nalo shimo nimeona. Akasema kuna matatizo gani? Akasema basi linanuka. Akasema basi katafute sehemu ya 3. Ukishindwa tutajua cha kufanya. Kwa kinyamunungu akaenda akatafuta shimo lingine. Hapa akukaa hata sasa akaenda kwa sungura akasema hili nalo nimegundua. Sungura akasema bwana sasa nimegundua tatizo. Inaonekana wewe ndio unaifanya. Kwa nini ninasema kiwa na maana? Kuna lugha inasikika sana huko nje kwamba maisha ni magumu, kazi hamna, ajira hamna. Tukiamua kuimba huo wimbo tutaishi huo wimbo. Lakini nataka muelewe kwamba hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakiweka ili wewe ushindwe kufikia ndoto zako. Maparachichi aliweka, makomamanga aliweka, pilipili aliweka. Uliwahi kutafuta kitu kukuta Mungu? Hapana. Lakini tumeruhusu watu kutumold kufikiri, kututengeneza tunavyofikiri. Wazazi wetu ni wa kwanza, walezi wetu ni wa kwanza, wachungaji wetu, walimu, kuna watu tumewaruhusu waingize information kwenye brain zetu afu tunazikubali zitufanyie tutumie kufanya maamuzi badala ya kuzichallenge zile information. Kwa mfano kama babu yako alikwambia huu ni mpapai na mtoto wako utamwambia huu ni mpapai na yeye atamwambia mjukuu wake huu ni mpapai. Kwani ni lazima uwe mpapai? Inaweza kawa dawa wakati fulani. Inategemea mkiamua kufikiri nje ya box. Sasa dunia hii iko kwenye challenge ya kurudishia uongo kwenye ukweli, kwa sababu uongo umesemwa zaidi kuliko ukweli. Na sisi ni sehemu ya kuzungumzia ukweli, kufix ule uongo tuweke ukweli. Na hili tunaungana na Mungu kwa sababu Mungu aliumba bustani nzuri ya Eden, nadhani wote tunaelewa. Akaweka utaratibu mzuri, lakini akawa amemwambia Adamu, bwana wewe matunda ya miti yote haya unaweza kula. Lakini matunda yanayotokana kwenye mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna watu wao wanachengesha hapa. Ni matunda ya mti, sio tunda. Ukishasema tunda unataka kutengeneza fundisho la uzizi. Ni matunda mengi yanayotoka kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Binadamu wa ajabu sana. Aliambiwa ale kila kitu, lakini akataka kudodosa pale alipo katazwa. Na alikipata alicho kipata. Sasa muziki pale ndio uliharibikia.
Kwa hiyo binadamu akapoteza kuyaona mambo kama alivyokuwa anayaona mwanzo, akawa anayaona yana kivuli, yana giza. Tukaingia kwenye kifo. Na vifo hivi kwa kawaida ni viwili. Tunakufa hiki kifo cha kawaida, tunaenda kuzikwa. Mwili huu huwa unatakiwa uende ukapumzike. Lakini kifo kibaya zaidi, tulitengwa na Mungu. Adamu anapoitwa na Mungu anasema niko huku nimejificha. Maana yake hana confidence za kwenda kuonana tena na Mungu. Kile ni kifo kibaya. Ni bora ufe hivi kifo kingine, lakini kile kifo cha kumkosa Mungu milele na milele ni kibaya sana, kwa sababu ni sawa na mtu kukata kwenye shina lake. Kwa hiyo toka dhambi imeingia, tumekuwa tunaishi kwenye sehemu ambayo sio original yetu. Sisi tumetokana na upendo. Nataka kuzungumzia leo kuhusu upendo na wajibu. Mungu ni upendo. Kwa sababu tumetoka kwa Mungu, kwa hiyo na sisi ni upendo. Story hii inasema, kama mmejifunza, ndege anaitwa tai. Watu wengi wanaojifundisha mambo ya uongozi wanamtumia sana tai. Tai wanapotaka kuleta kizazi kingine, watoto wengine, huwa wanagawana majukumu. Lile jike huwa lina kazi zake na lile jogoo huwa lina kazi zake. Na kwa hiyo kila mmoja wao anakuwa ni mwaminifu wakati ukifika kufanya kazi yake. Kazi ya tetea mojawapo huwa ni kutengeneza kile kiota wakati hili dume linakuwa linaleta. Anafinyanga kanakuwa laini, anatengeneza kiota. Akishatengeneza kiota, kazi inayomfuata ni kukaa pale kwenye kiota ili atage yale mayai na aatamie yale mayai mpaka yaje kutoa vitoto. Atapigwa jua, atapigwa mvua, atapigwa upepo, hata ondoka pale, kwa sababu kuna generation, kuna uzao unaotaka kuja. Ile ni spirit ya upendo. Kama nakaa hapa ili kije kizazi, nimejitolea maisha yangu ili kije kutokea kizazi kingine. So kwa mfano wa ndege ni kama Mungu alivyofanya anapoumba hii dunia. Unaposoma kitabu cha Mwanzo kinaeleza kwamba kabla dunia haijawa na shape, Roho wa Bwana alikuwa ametanda. Ni kama yule ndege kuwatamia nini? Mayai. Kwa sababu kulikuwa na uzazi, yani sisi tuje kutokea. Sasa katika hali ya upendo, princess hiyo ya upendo, Mungu ndio anasema liwe jua. Out of love, kutoka kwenye upendo linatoka nini? Jua. Unatoka mwezi. Kinatoka na kile. Kinatoka kwenye udongo unaoitwa nini? Upendo. Baadaye kwetu alitumia hata muda wa kutufinyanga. Akasema anatengenezwa kwa mfano wa sura yake. So upendo kwa kawaida huwa unajiuliza swali hili, what can I give? How can I help? Nini naweza kutoa au namna gani naweza kukusaidia? Tamaa huwa inasema hivi, nitafaidi nini hapa? Unaona tofauti zake? Tofauti ya lust na love. Kwa sisi tuliumbwa kuuliza how can I help? Lakini kwa tulipoharibiwa sasa na dhambi, tumerudi kujitazama sisi wenyewe, tumekuwa wabinafsi kuliko kufikiri watu wengine. Tunafikiri kuhusu nyumba zetu, tunafikiri kuhusu magari yetu, tunafikiri kuhusu watoto wetu, hatufikiri kuhusu wanaotuzunguka. Lakini kwa asili tuliumbwa ili tuwe watu wa jamii nyingine. Ndio maana mapigo yanagonga mtu. Hayagongi hela, nyumba, hapana. Yanagonga mtu. Kwa hiyo kama una maono hayagusi watu, haya maono ujue ni batili, kwa sababu uliumbwa kugusa watu wengine. Kwa nini nataka kusema hivi? Ukifikiri wazazi wako unaweza kufikiri walikupenda sana au walezi. Lakini hebu jipime wewe, kama uliwahi kumsaidia mtu, naona uliwahi kumsaidia vizuri au uligema kidogo? Tuwe wa kweli. 100% haiwezekani. Kwa hiyo tunajiaminisha tu, hata kama baba na mama walinipenda 100% ngapi? Lakini kama umejipendelea wewe zaidi, ukiingia kwenye wallet unaacha nyingi, unatoa kidogo. Kwa sababu mimi je? So mimi imekuwa ya kwanza kuliko hao watu. Kwa hiyo tunaishi maisha fake. Na dunia imeleza tafsiri kwamba ili uwe mtu wa heshima hapa duniani, tunaangalia umetoka na gari la aina gani, una nyumba ya namna gani, una cheo cha aina gani, una elimu ya aina gani. Sasa unapotoka wanasema ukitoka hapo sasa umetoka kama mtu. Swali, Mungu anasema hivyo ndio vinakupa identity, vinakupa utambulisho. Hiyo elimu
unachomiliki? Utambulisho wetu ni nini? Utambulisho wetu ni Yesu. Kulishika neno. Bora hata ulishika. Lakini utambulisho wetu ni nani? Ni Yesu. Bila Yesu hatuna chochote, kwa sababu Yesu ndiye aliyekuja kuturudisha kwenye original. Kwa hiyo kama natoa hela, ninajiuliza kama Yesu hapa angetoaje? Kama nasaidia mtu, nasema kama Yesu hapa angemsaidiaje? Kwa kufanya hivyo inatusaidia kurudi kwenye asili yetu. Uwe umeokoka au hujaokoka, hizo ndio principles za nini? Za maisha. Sijawahi kuona mtu mkarimu ambaye analala njaa hata kama hajaokoka, kwa sababu ni kanuni za maisha. Mtu mtoaji sana huwa anakuwa na fursa nyingi zaidi. Sio mbaya. Yesu amekuja ameturudishia tena upendo. Kwa hiyo ni vizuri tukaishi kwenye upendo. Ubaya wa Ukristo, si upendi Ukristo kwa sababu hii. Mtastuka kidogo. Naeleza maksudi. Ukristo ni kitu kibaya kwa sababu Yesu hakuleta nini? Ukristo. Hajawahi kuja hapa akasema nimeleta Ukristo. Hapana. Hii wameanzisha watu wenyewe waliotaka kumfuata Kristo. Hawa wapagani wakasema wale kule ni wafuasi wa nani? Wa Kristo. Lakini Yesu mwenyewe hakuja na agenda ya kuanzisha kitu kinachoitwa nini? Kristo. Yesu alileta kitu kinaitwa ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Sasa Ukristo ubaya wake una kanuni, unamweka mtu nje au ndani. Ili uwe Mkristo lazima ukizi vigezo fulani. Usipovikizi vile vigezo unaenguliwa. Uende ibadani kila siku, ubebe Biblia, uamke. Mimi niliambiwa niamkage saa 10 kabla Muislamu hajaamka. Utoe michango, utoe fungu la 10, ufanye hivi. Ukitimiza hivyo, wewe sasa ni unaona Kristo ubaya wake. Na ninawahakikishia, hawasemi tu watu, hamna aliyewahi kuweza yote. Hata mimi mchungaji sijawahi. Mimi nakuwa mkweli. Na kosiaga saa nyingine toka asubuhi mpaka jioni. Tumefundishwa Ukristo wa uongo tukaamua kuushika, lakini ndani unatuhukumu. Kwa sababu tukienda ndani ya mioyo tunaona hili tumeshindwa. Sasa Yesu anapokuja, alikuja ili atupumzishe na huu mzigo ambao hatuwezi. Badala yake kumkubali Yesu, tunaanza kufikiri tukifunga, tukisoma Biblia, tukifanya vizuri ndio tunamfurahisha sasa nani? Yesu. Unakuwa uchizi kidogo. Kwa sababu wewe uliumbwa kufanya hivyo. Mnanielewa? Ya masomo adimu naelewa. Nasema hivi. Huyu mwanangu kisa akichukua kiti cha ndani kwa sababu kilikuwa nje, akasema baba tumeongeza kiti. Nitamuona dishi limefanya nini? Kwa sababu kile kiti ni cha nyumbani. Sasa mimi niliumbwa kufunga, kuomba, kutoa. Alafu nadhani ni kutoa nahitaji sifa. Si dishi limeniumba. Hii ndio original yangu. Nisipofanya hivi ni sawa na mtu mwenye kiu hajanywa maji. Ukitoa unafanya yani ni burudani, umeishi utu wako vizuri. Kwa sababu uliumbwa kufanya hivyo. Lakini ukisema nafanya kwa sababu Yesu amesema, umefanya na penye mateso, umekosea. Kwa sababu Yesu aliishi original yake, tunachojifunza kwa Yesu na sisi tuishi original yetu, sio kwamba nafanya kwa sababu Yesu amesema. Ina maana Yesu kakutesa. Bila Yesu mimi nisingefanya hivyo. Haitoki kwenye love, imetoka kwenye sheria. Kwamba naogopa kuungua au chochote kile. It's not coming out of love. Wakati wewe uliumbwa kutoka kwenye upendo. Kwa hiyo nilitaka tuwe kwenye reference ya kitabu cha Luka 15 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Tunaweza kusoma hapo tujifunze kitu fulani hapo. Wangapi ni wafuasi wa Kristo hapa? Wafuasi wa Kristo. How many are followers? Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu hawakaribishi mwenye mstari wa 4. Mstari wa 4. Ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo asiyewaacha wale 99? Ni Luka 15. Luka 15. Mstari wa kwanza. Nimerukia mstari wa 4.
natafuta kipengele kinachozungumzia mwana mpotevu. Umeelewa? Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akamgawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko na maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na wenyeji. Jamii, kama ulikuwa na mali kiasi gani, ukisha kufa pale wewe unasahaulika pale pale. Hatujui ulikuwa na shilingi ngapi, ulikuwa na magari mangapi, biashara inaishia pale. Hazina yenu itakumbukwa kama mtakuwa na fursa ya kwenda kumtumikia hata mtu huyu mmoja. Nina marafiki dunia nzima kwa sababu niliamua kufanya kuwatumikia. Mwingine anamwambia tu neno zuri. Mwingine unamchallenge kama yeye sema siku ile tulivyokaa ulivyo ni challenge bwana. Sasa hivi mimi niko hivi. You go and be blessing to others. Muende mkawe baraka kwa watu wengine. Nyinyi sio watu wa kwanza kugraduate. Mimi mwenyewe niliwahi kugraduate mahali. Nilivaa kofia fulani. Yaani ukivaa ile kofia nafikiri dunia ndio yote yako. Kumbe wanavaa tu alafu wanaenda kuhangaika tu na maisha. Hamna chochote. Na hapa tulipofika sasa, kugraduate jamani sio issue. Issue ni ubongo umefundishika kiasi gani kuhusu kuzihimili changamoto za maisha. Ambapo tukiwa kwenye ufalme wa Mungu hapa tunakuwa na tafsiri nzuri. Dunia imesema ili uwe umefanikiwa upite chekechea, uje shule ya msingi, alafu uje olevu, alafu uje aelevu, alafu uje kwenda chuo, alafu wanasema huyu amepita njia ya mafanikio. Kama hujapita huko wanasema umebahatishi. Watu wamesema hivyo na Mungu naye anasema hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna watu wanaishi maisha wanadhani walibahatisha, hata kama wanaishi vizuri kwa sababu wanadhani hawakupita hiyo nini? Sio sio lazima tupite hizo njia. Mimi nayoongea hapa niliishia darasa la 7. Naweza kukata. Ila mimi siongei kila 7. Umenielewa? Ukija kwangu lazima ujipange sana. Kwa sababu tutaongea hoja. Sasa kwa nini nimekuwa najua haya wakati nilishia la ngapi? La 7. Na wao waliopita hizo njia kazanaga sana kuja kwangu. Na nasema kwa sababu nimejipima. Ninagundua watu wengi wetu wanakata tamaa wakichepuka tu kidogo kwenye mfumo uliowekwa. Usifanye hivyo. Inawezekana ukitoka hapa ulikuwa umepanga kufanya kitu fulani, usikate tamaa. Kuna njia nyingine unaweza ukapita bado ukafikia malengo yako vizuri kabisa. Hapa nilipo nasubiriwa kwenda kuongea South Africa mwezi wa 9. Wakati mimi niko Dar es Salaam. Sawa? Nikwambie wewe uende, utaenda. Unaona? Sijidai, natoa nini ushuhuda. Unapokaa pale kuna nchi mbali. Leo Arnold mtoto wa Kabogo aliyezaliwa Viwengi wanasema bwana tunakusubiri utakuja kutuhutubia huku. Viongozi wa dunia nzima watakuwa wamekusanyika hapa. Na nyewe tuko tunaongea hapa. Ndio mimi nitaenda kuongea wananisubiri. Point yangu ni nini? Kuna potential kubwa sana ukigundua asili yako. Elimu yoyote isiyo kupeleka kwenye asili yako achana nayo. Kwa sababu unaposoma huko unajifunza uumbaji, aliumba Mungu. Kujifunza nyota, aliumba Mungu. Kujifunza nini, aliumba Mungu. Kwa hiyo inakufanya ukumbuke zaidi kuhusu kuwepo kwa Mungu, na kwa hiyo utamtumikia vizuri zaidi. Kwa hiyo wosia wangu naomba muende na mapigo ya moyo ya watu. Mungu atakufungulieni milango mingi unapofikiri watu, usijifikirie wewe mwenyewe. Kama mmepewa vitu pale ndani, sisemi mkasombe vyote mpeleke kwa majirani. Point yangu ni kwamba tunajiuliza, Mungu kanipa hili gari. Naweza nikatumiaje likawa na manufaa kwa jamii? Mungu kanipa hii friji. Hii friji inaweza ikawa na manufaa gani kwa majirani? Yaani uwe na fikira hizo kwa sababu Mungu ameamua kupitisha kwako ili uguse watu wengine. Kwa leo naomba niseme tuishie hapo, lakini usiwe kinyamu Mungu, sawa bana? Usiseme maisha manini? Magumu. Ukisema maisha magumu kazi hamna, maana yake Yesu hayupo. Hivi tunaposema haya maneno yuko hapa. Tatizo anasema hawa hawaoni.
mimi mbona niko hapa? Na niwape siri moja, sasa hivi kazi usitafute mahali ambapo ujenzi umeisha. Nyakati zimebadilika. Kazi tafutaga wanavyochimba msingi. Amen. Sawa? Amen. Ukiuna tafuta umemaliza jengo utakutaka hazipo. Si kwamba hazipo, ila wewe umeenda wakati wa zamani, umebadilika. Kwa hiyo wanachimba jamani, hapa mnachimba ni hapa nataka kujenga shule. Naweza kuja kuwa najitolea. Anza kufanya nini? Kujitolea. Zitakapotoka kazi mnaanza nyinyi mlioko pale. Wanapoleta mafomu wengine baadaye wanasema zilishafanya nini? Zilija hapa wanasema ajira hamna. Ina maana dunia haifanyi kazi tena. Maana yake umepishana na gari la nini? So Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa ajili ya jioni hii. Tumepata fursa ya kujifunza namna unavyotupenda. Umetusamea hata kabla hatujakosea. Tunajifunza kwenye hii hadithi ya mwana mpotevu ya kwamba huyu baba alimsamea yule mtoto hata kabla hajafika. Wakati fulani shetani anatuhukumu, anatutesa, anatunyanyasa kwa kutuhesabiria yale tuliyokosea. Lakini naomba tujipe ujasiri wa kumwambia shetani, Yesu amenilipia. Na kwa hiyo tuwe na ujasiri wa kukiendea kiti cha rehema. Upendo uliotupenda Mungu, naomba utuchallenge tuwapende watu wengine. Na upendo ni kuhusu kusamehe. Naomba tusaidie tuwe na fursa ya kusamehe watu waliotukosea kama wewe Yesu unavyotusamehe. Tunaweka mikononi mwako ndugu zetu hawa wanaohitimu kwa level hii waliofikia. Swala sio kuhitimu. Swala ni namna gani wanaenda kufanyia kazi kile ambacho na macho ya kuona mbali, namna gani wanaweza kufanyia kazi walichojifunza. Jamii inawasubiri, dunia inawasubiri. Lakini Mungu najivunia kwa sababu wao wapo. Naomba wakumbushe walione hilo kwamba unajivunia kwao na kwa hiyo wakawa wakili wako wazuri. Namweka mama mikononi mwako ambaye ametualika kuwa baraka na kutukumbusha wajibu wetu katika maisha yetu. Kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Amen. Asanteni sana. Nimeongea dakika nyingi.